Asante sana mtazamaji wangu na msikilizaji wa Riri FM na pia mtazamaji wa Riri TV, na washukuru sana kwa sababu ya kuendelea kuungana pamoja nami kwenye kipindi hiki cha Jiandae kwa sababu ya umilele, yani Prepare for Eternity. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kuwa pamoja nanyi kila wakati ili nikaweze kuleta neno la Bwana, na naamini bila shaka umekuwa ukibarikiwa kwa njia kubwa. Na moja kwa moja mimi ninaitwa Joseph MJ, na mimi ni mtumishi wa Bwana ambaye natumika na kanisa la Eternal Life Visionaries Church ambalo liko upande wa Barnabas Nakuru. Na nashukuru sana mmekuwa ukitazama kipindi hiki, ni baraka kubwa. Mungu uzima aendelee kuwabariki. Siku ya leo nataka kuleta neno la Bwana kwetu, na naamini tutaweza kujifundisha mambo kadhaa na itakuwa ni baraka kubwa. Na nitatangulia kwa kusema hivi. Kuna jukumu kubwa mwezi huu nimekuwa nikifundisha juu ya kuwa na ushirika thabiti na Roho Mtakatifu. Developing deep intimacy with the Holy Spirit. Na ukisoma kuna haya maneno ambayo tunapenda kuyasema: neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wake Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi. Na tunaona mambo haya matatu. Tunaona neema yake Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu. Tunaona picha ya utatu ambayo tunajua kama utatu mtakatifu. Na wakati ambako ninaongea juu ya Roho Mtakatifu, kuna kitu ambacho kwa hizi dakika chache kwenye runinga ya Riri TV na Riri FM ningetaka tukaweze kuelewa, kwa sababu imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa watu wengi, na ni jinsi ya kuelewa utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu. Hii imekuwa ni tatizo kubwa sana kwa Wakristo wengi. Na watu wengi wanashangaa na inakuwa ni ngumu kidogo kwao, ya kwamba wanasikia watu wengine, maswali mengi yamekuwa yakiulizwa, kwani Wakristo wana miungu mingapi? Kwa sababu kuna watu ambao wataenda pale, unasikia akisema Yesu na kuabudu, unasikia wengine wanasema Roho Mtakatifu na kuabudu, wengine wanasema Mungu tunakuabudu. Sasa Mungu huyu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Na hata Yesu Kristo ni nani? So na umekuwa ukisikia pengine terminology hii ya utatu mtakatifu ambayo ni Holy Trinity. Na hizi dakika chache ambazo niko nazo kwenye runinga hii ya Riri TV, ninataka angalau nikufanye ukaelewe. Nikwambie hivi, kuna aina mingi ya imani. Kwema wetekio maige, kuna aina mingi ya imani. There are so many belief systems. Na belief system ya Wakristo, ya waumini, inaitwa monotheism. Monotheism ni kule kuamini ya kwamba kuna Mungu mmoja aliye na uwezo wote, ambaye ni mkuu, ambaye hakuna Mungu mwingine kama yeye. We have only one God. Hiyo inaitwa monotheism. Hiyo ndio Wakristo wamesubscribe kwayo. Na nitakuja sasa nikuelezee kwa hiyo. Kuna ingine ambayo inaitwa polytheism. Polytheism ambayo inatokana na jina poly, ambayo inamaanisha many. Kwa mfano kuna polygamy, kuna monogamy. Monogamy ni kule kuwa ni wale watu ambao wamesubscribe kwa kuoa mke mmoja, ambao wanajua kwamba mtu anafaa kuoa mke mmoja. Na kuna wale wa polygamy ambao wamesubscribe ya kuoa wake wengi. So monotheism ni wanaamini ya kwamba Mungu ni mmoja, na hiyo ndio imani ya Wakristo. Na kuna hii polytheism ambayo wanaamini miungu mingi, ya kwamba kuna miungu mingi. Na kuna watu ambao sitashinda nikiwataja kwa runinga, kuna religions ambazo wao ni polytheist, ambao wanaamini miungu mingi. Hata actually katika Egypt, katika Misri walikuwa polytheist. Kwa sababu kulikuwa na Mungu ambaye alikuwa kazi yake ni kuangalia mto Nile. Na ndio unakuta wakati Mungu alibadilisha mto Nile ukawa damu, ilikuwa ni njia ya kuchallenge the God of Nile.
kulikuwa na the God of firstborn ambaye huyu alikuwa anaangalia tu firstborns. Kulikuwa zile plagues ambazo unaziona katika Biblia zilikuwa, there was a God ambaye alikuwa anakuwa challenged, Mungu wa mifugo. Kulikuwa na Mungu wa ambaye they were polytheist. Na hata pia kuna religion ambazo wamesubscribe to that. Kuna Mungu wa mavuno, kuna Mungu wa hii, kuna Mungu wa protection, so hao ni polytheist. Kuna wengine ambao wanaitwa henotheism. Henotheism ni wale watu ambao wanaamini ya kwamba kuna Mungu ambaye wanamwabudu wao, lakini wanaamini kuna miungu mingine. Hiyo ndiyo inaitwa henotheism. Kuna Mungu anayemwabudu, lakini wanaamini kuna miungu bado mingine ambayo iko. So kuna sasa atheist. Atheist nao ni wale ambao wanasema hakuna Mungu, ama kuna viwango viwili za atheist. Kuna wale ambao wanasema hakuna Mungu, na pia kuna wale ambao wanajua hako lakini wamemreject. They reject that God. Wamemreject. Kwa hivyo hawajasubscribe kwa imani ya Mungu. They reject. So na sisi wacha nirejee pale, kuna so many theism nyingi sana, lakini katika runinga hii ya Ready TV hatuna muda huo wote wa kuweza kukuelezea. Na sisi kama waumini ama Wakristo tumesubscribe to monotheism, Mungu moja. Na sasa swali linakuja hapa, kama tumesubscribe kwa monotheism, if we subscribe to monotheism, then mbona tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu? Tuko hapa. Ukisoma neno la Mungu, Biblia imedhihirisha Mungu kama utatu mtakatifu tangu mwanzo. Imemleta Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tangu mwanzo. Na nataka ujue hivi, Mungu ni moja, Trinity ni Mungu moja ambaye anajitokeza katika watu watatu, ama katika, tunasema kwa kimombo, unajua Kiswahili hakina maneno mengi. Kwa kimombo tunasema ya kwamba it is one God, he is one God, but he appears in three personalities. Na huyu Mungu ni moja, na nitakuelezea. So tuna Mungu Baba, na tuna Mungu Mwana, na tuna Mungu Roho Mtakatifu. Tunajua Mungu Baba kama mwenye uhai. Tunajua Mungu Baba, tunasema kwa kimombo, is the sustainer and he is the owner of life, is the source of life. God is the sustainer. Yeah? Then tuna Mungu Mwana ambaye sasa Mungu Mwana, na tukiangalia the God the Father ameonekana sana in the Old Testament. God the Father ana majina yote ambayo alijiita, God of host, majina mengi ambayo alijiita God the Father. Na katika New Testament tunaona sasa now God the Son ambaye ni Yesu Kristo. And God the Son hapa, definition ya God the Son ni the incarnation of God, ama God incarnate. Nitakuelezea tu pole pole. God incarnate. God incarnate inamaanisha, hii jina incarnation inamaanisha Mungu kuchukua mwili wa binadamu. Hiyo ndio incarnation. God incarnate, Mungu kuchukua, yani gai kuwa ya mwili wa mundu. Gai kuwa ya mwili wa mundu. Hiyo ndio inamaanisha God incarnate. Kwa hivyo Yesu Kristo, angalia hapa, kwa sababu nataka nikuonyesha kwamba hatuna miungu mitatu kama watu wengi ambao hawaelewi maandiko wanaenda wakisema. We don't have three gods. We don't have worship three God. We worship one God. We are subscribed to monotheism. Na sasa Yesu Kristo ni Mungu ambaye aliingia, yani ni Mungu katika mwili, God in flesh. Na hata ukiangalia Biblia inaongea vizuri sana, inasema ya kwamba mwili ambao Yesu Kristo aliuchukua uliandaliwa kitambo, mwili ambao atakuja uingie. Na sina wakati mwingi wa kukupea theolojia yote, ni kufahamisha ya kwamba hata wewe huu mwili ambao uko ndani yake ni mwili ulioandaliwa. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia 1:5 inasema vizuri sana ya kwamba Mungu anaambia Yeremia, hata kabla haujaumbika katika tumbo ya mamako na alikujua. Kumaanisha Nehemia alikuwemo hata kabla ya kuingia katika tumbo ya mamake. So kwa hivyo ule mwili ambao Nehemia aliuchukua, huo mwili ulikuwa umeandaliwa kwa sababu yake. Hata mimi huu mwili ambao nimeuchukua,
kwa sababu nilikuwemo. Mungu akaniandalia mwili kupitia mamangu na kupitia babangu. So sina wakati mrefu wa kukuelezea hizo theolojia zote. Lakini Yesu Kristo, it is God incarnate. It is God incarnate. It is God in man. Na Yesu Kristo alizoea kusema ya kwamba mkiniona mmemuona Baba. Mkiniona mimi mmemwona nitamuonete Baba. In other words, yeye ndiye yani hawana tofauti. Hawana tofauti. Na sasa tena tunaingia sasa kwa Mungu Roho Mtakatifu. God the Holy Spirit. Sasa Mungu Roho Mtakatifu, sasa yeye anafanyika kuwa is the Spirit. Yeye ndiye roho wa Mungu na yeye ndiye roho wa Kristo. Nitakuelezea. Naomba director aliye katika studio anipe haya maji. Asante sana. Nimwelezee. Asante. Nashukuru. Asante. Haya ni maji haya. Haya ni maji ambayo nimeyashika kwa mkono wangu. Haya maji ni maji. Kwa chemistry ni H2O. Hydrogen 2 na oxygen 1. Sasa hiyo ni chemistry. Sitaki kuja kwa chemistry sahihi. Haya maji yanaweza kuwa katika different form 3. Yanaweza kuwa maji, ukiyachemsha haya maji yatakuwa vapor. Haya maji ni maji lakini in vapor form. Haya maji ukiyaweka katika fridge yatakuwa jiwe ambao ni solid, lakini bado ni maji. Kwa sasa haya maji yako in liquid form. Yako katika liquid form. So ni maji lakini inaweza kuwa subjected katika mambo tofauti ama katika viwango tofauti. In different levels. Vapor, solid and liquid. Sasa haya maji yakiwa liquid, yakiwa solid, haijaacha kuwa maji. It is water in solid form. Haya maji yakiwa vapor, hayajaacha kuwa maji. It is water in vapor form. So the same. So hii inaweza kuitwa water the vapor, water the liquid and water the solid. The same. Mungu ni utatu mtakatifu. Na ndio kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sikiza hapa. Hata wewe ni vizuri kujielewa. Wewe na mimi tuna utatu. Lakini wetu hatutauita utatu mtakatifu kwa sasa. Ndio tulete tofauti. Tuna utatu. Kuna mimi ambaye hawezi kuniona. Niwezi kuniona. Kuna mimi. Kuna Bwana Yusufu ambaye hawezi kumuona. Huyu ambaye anaongea sio mimi. Kuna mtu ambaye hawezi kumuona. Kuna tunasema hivi, man is a spirit with a soul residing in a body. Man is a spirit with a soul residing in a body. Nasitaki kwenda kwa biolojia nzito hata jinsi binadamu anavyofanyika na mambo mengi yale. So kwa hivyo kuna man akona 3 dimension. Kuna man the body, kuna man the spirit na kuna man the soul. Na hata wakati ambako binadamu alipoumbwa, Biblia inasema ya kwamba alilala pale kiwiliwili. Mpaka wakati ambako Mungu alitia pumzi katika pua zake. Akatia pumzi pale. So kile ambacho nakuelezea ni kwamba hiyo huwezi sema tuna watu watatu. Mtu ni watatu. Kuna mtu roho, kuna mtu soli na kuna mtu body. Mtu anaitwa man. But man in 3 dimensions. Man actually, na ndio nakuta kwamba wale watu ambao wanaelewa even deep meditations, kuna watu ambao unakuta wanatoka in their bodies. Hata watu ambao wametaste
kuondoka katika mwili kidogo, na ndio nasikia hata tunasema mtu aliondoka katika mwili. Na ukisikia hata watu wa dunia ambao hawafahamu neno sana, wanasema mwili wake umelazwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Mwili wa nani wake? Huo ni nani wake? Huyo the spirit. Mwili wake umelazwa katika chumba cha kuhifadhia maiti. Ni mwili wake umelazwa. Hata dunia yenyewe inaelewa, mambo mengine yanaelewa. So na ndio unakuta kwamba Mungu alituumba kwa mfano wake. God created us in his image. Ako na trinity, na si tuko na trinity. Tuko na trinity ya soul, tuko na trinity ya body, na tuko na trinity ya spirit. Na ndio unakuta kwamba wakati mtu anaondoka, tofauti, what is death? Death actually is the separation of the spirit from the body, spirit and soul from the body. Hiyo ndio death. Death ni separation. Na that's how it is. Wakati mtu anaondoka katika mwili. That is very key for you to understand. So that is the same. So tuwezi sema watu ni watatu. Tunasema mtu anaitwa man, but in 3 dimensions. The same. God is one. Mungu ambaye tuna subscribe to as believers, God is one, but in 3 dimensions. God the Father, God the Son, God the Father, who is the source and sustainer of life, and then God the Son, who is the God incarnate. Na incarnate nimesema si terminology nzito, ni Mungu kuingia kwa mwili wa binadamu. Na sasa tuna Roho Mtakatifu. We have the Holy Spirit. Na katika Roho Mtakatifu ambacho hicho ni kipindi ambacho nimekuwa nacho nikiendelea kufundisha, na pia nitazidi kukaribisha kwa sababu it's a program that I'm continuing with, na najua kwamba utaweza kujifundisha mambo mengi. Sasa katika hizi dispensation zote kuna Mungu God the Father, ambao ninakwambia kwamba alikuwa so much visible in the Old Testament. Kuna Jesus Christ ambaye ni God incarnate, ambaye in the 4 Gospels tunamuona sana, the 4 Gospel. Mpaka inafika John chapter 17 from verse 7, ukianza from verse 5. Yesu Kristo anaita not John 17 but John 16. John 16 from verse 5 going downward. Yesu Kristo anaita wanafunzi wake na anawaambia kwamba imefika wakati wake wa kuondoka. Na anawaambia, na anasema ya kwamba akiwaangalia naona ni watu ambao wamejawa na huzuni kubwa sana. Watu wamejawa na huzuni kubwa. Na anawaambia mioyo yenu isiiname. Is John 16 from verse 5 from mpaka 7 pale. Anasema mioyo yenu isiiname. Anasema imefika wakati wangu. So ni God incarnate, ambaye ni Mungu ambaye alikuwa ameingia katika Yesu. Anasema imefika wakati wangu kuondoka. Hivyo ndiye anawaambia, imefika wakati wangu kuondoka. Na anasema hivi, ni vyema kwenu sana ya kwamba mimi naondoka. It is to your advantage ya kwamba mimi naondoka. In another word, dispensation ya God incarnate imekuwa inaweza, that God incarnate imefika mahali. Sasa it is the time of the Holy Spirit. Ni wakati sasa wa Roho Mtakatifu. Na anasema vizuri, imefika wakati sasa mimi nikaondoke. Mimi nikaondoke, na ni kwa faida yenu mimi nikiondoka. Kwa sababu nikiondoka sasa tunaingia in the other dispensation of the Holy Spirit, ambayo itakuwa na advantage kubwa sana kwenu. It will be full of, itakuwa na advantage kubwa sana kwenu, ambayo utakuta kwamba sasa Mungu alikuwa amekaa ndani yangu. Mimi wakati tulikuwa na nyinyi tulitembea na nyinyi. Na ndio utagundua ya kwamba kwa sababu walikuwa wanatembea na Mungu, walitembea kwa pamoja, utagundua hata wakiwa wametembea na Yesu, because it was dispensation of God incarnate. Hata wakiwa wametembea na Yesu, utagundua bado walizidi kuwa wadhaifu. Utagundua hata katikati yao. Imagine Jesus, church ya Jesus akiwa pasi. Akiwa pasi, yeye ndiye alikuwa pasi. Na alikuwa na 12 disciples. Lakini among the 12 disciples kuna mmoja ambaye alikuwa ni mshirika mwenye alimsaliti, brother, sijui kama ninamuita brother Judas. Ndugu Judas. Brother Judas among Jesus Christ was their pastor. Jesus Christ was their apostle. Jesus Christ was the man of God of their time. Lakini tunakuta kwamba Judas
alikuwa hajakuwa transformed, hakubadilika. Watu kama kina Petero was so zealous. Petero alipenda Mungu sana, lakini mtu kama Petero tunamuona kabisa alipenda Mungu na alipenda Yesu sana. Na kama kuna mtu alidefend Yesu ni Petero. Actually, Petero pasipo kujua alikuwa mpaka anaambia Yesu, hata nikwambie, hivyo venye unashinda ukisema tutasulubiwa. Mimi siwezi ruhusu, as long as I'm here as your disciple, siwezi ruhusu. Mpaka ikafika mahali Yesu Kristo akamwambia kwamba wewe rudi nyuma yangu ewe shetani. Na Petero akashtuka sana, because Petero was there to defend Jesus. Peter was there to defend Jesus, hata asisulubishwa. Lakini naona Petero hakujua ya kwamba ilimfaa Yesu akafe kwa sababu ya dhambi, ilifaa Yesu akafe. So tunaona kwa sababu walikaa na God incarnate. So God was in Jesus. God aliingia ndani ya Yesu. So hata Peter akiwa na hiyo zeal, na hata Yesu Kristo aliambia Peter, akamwambia wewe Peter, siku moja wewe utanikana. Utanikana kwanza mara 3. Kaniambia nani? Mimi Yesu siwezi kukana. Kaza utanikana mara. Kwa nini Yesu alikuwa na uhakika hivyo? Kwa sababu alijua ya kwamba, alielewa pasipokuwa na nguvu ambayo iko ndani yao, pasipokuwa na nguvu ndani yao, itakuwa ni vigumu kwao kusimamia. Kuna mambo hawezi kustahimili. Unajua there are levels mtu hawezi kustahimili pasipo Roho Mtakatifu. Yesu Kristo alijua. Na ndio tunaona hata baadaye wakati Yesu anashikwa, thank God even for Peter, anapatikana hata akimkana Yesu. Wengine wote wako in the vicinity, wote walipotea. Peter was there, though weak but available. Alipea Yesu moral support. At least Yesu akiangalia hivi nyuma anaona Petero, angalau mwanafunzi mmoja anapatikana miongoni mwao. So, na ndipo unakuta ya kwamba katika Matendo ya Mitume 1:8, Yesu Kristo anapopaa anamwambia sasa mimi naondoka na ninawaamuru. Asema ninawaomba, anasema ninawaamuru msitoke Yerusalemu mpaka wakati nguvu itashuka kama mlivyoahidiwa, itashuka ingie ndani yenu. Kwa nini Yesu anatoa amri? Yesu alijua nyinyi mkienda kunisimamia bila nguvu za Roho Mtakatifu, vile mlivyonikana mtaendelea kunikana. Hamtaweza kustahimili the pressure ya dunia, hamtaweza kustahimili challenges za dunia, hamtaweza kuzistahimili. So alijua ili mkaweze kustahimili lazima mkuwe na ile nguvu ambayo nilikuwa nayo. Kuna nguvu ambayo nimekuwa nayo ambayo imenisaidia kustahimili msalaba, ambayo imenisaidia kustahimili uchungu na kustahimili hata madharau ambayo nimeyapitia. Hiyo challenges mimi, na ndio ukitaka kujua it was God incarnate ni pale Gethsemane. Na pale Gethsemane Yesu Kristo anasema vizuri sana. Anasema akiomba wakati mpaka system ili shut, system ika change, badala alie atoe machozi itoke maji, inatoka damu, mpaka system ilichanganyikiwa because of the pain ambayo alipitia, uchungu mwingi sana ambao aliupitia. Akiwa pale kama binadamu alisikia ameishiwa na nguvu kama binadamu. Akasema mimi ningeulizwa ningesema kikombe kiondolewe. Lakini akasema sasa the God incarnate, ile nguvu ambayo ilikuwa ndani yake ilimwezesha, lakini akasema lakini sio mimi, sio mapenzi yangu, wacha mapenzi ya Mungu yatendeke. Kwa sababu alikuwa na nguvu ndani yake. So Yesu alijua ya kwamba hawa wanafunzi nikiwaruhusu waende pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ni ya kuwawezesha, hawataweza kunisimamia vizuri. Ndiposa aliwaamuru akawaambia tarry in Jerusalem, kaeni Yerusalemu mpaka wakati ambako mtavalishwa nguvu. Until the time, the same message to us. Kama tutaweza kumsimamia Bwana, it is good to understand, it is good to know ya kwamba hatutaweza pasipo Roho Mtakatifu. Peke yetu jamani, wewe si umetoka kwa familia fulani, si kuna udhaifu wako kama binadamu. Binadamu ni dhaifu. Biblia inasema ya kwamba Mungu, Roho Mtakatifu anatusaidia katika maudhaifu yetu. Binadamu peke yake ni mdhaifu. Hata nikwambie,
Binadamu peke yake hawezani na mambo ya roho. Binadamu hawezani na mambo ya roho. Na ndipo unakuta watu wengi inakuwa ni uzito mwingi sana hata kumsimamia Bwana, kumsimamia Mungu. Unasikia watu wengi wanang'eng'ana kutembea katika njia za utakatifu. Mtu anang'eng'ana kupenda. Sasa watu wanasema wanapendana. Watu wanang'eng'ana kuwa na ile hali ya kujizuia. Watu wanang'eng'ana kuwa na unyenyekevu. Watu wanang'eng'ana katika mambo mengi. Actually, katika mpangilio wa Mungu, hatufai kung'eng'ana. Hufai kung'eng'ana kuwa mtakatifu, kwa sababu ukishampokea, ukiruhusu Roho Mtakatifu, ukiruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako na umruhusu awe kiongozi katika maisha yako, haya mambo yote yatakuwa ni matunda. That is Galatians 5:22. Matunda ya Roho ndio haya. Hayo mambo yote yatakuwa ni matunda. Na niruhusu tu kwa hizi dakika ambazo nimebakisha nisome hayo. Galatia Galatians 5:22. Biblia inasema hivi. Actually, usipomruhusu, ukisoma 19, Biblia inasema the acts of the sinful nature are obvious. So ukisoma from 19 unaona matunda ya mwili wakati umeruhusu mwili uendelea. Na verse 22 inasema but the fruit of the spirit is love. Ini actually kuna vitu ambavyo ni matunda. Ukipanda mwembe, ukuwe subjected kwa hewa nzuri, anga nzuri, umepandwa vizuri, definitely utazaa mwembe. Miembe ni matunda tu yatatokea. Haung'eng'ani. Hautaona mwembe uking'eng'ana ukitoa jasho ukizaa, kwa sababu it is wired to do that. So utakuta mambo kama upendo, love, itakuwa ni obvious katika maisha ya muumini. You just be loving. Utakuwa unapenda tu. Unasikia tu unapenda watu. Na hata ung'eng'ani kuwapenda. Joy, furaha. Hata wakati ambako unapita mazito, wewe ni mtu ambaye uko na furaha kwa sababu unatunda la Roho Mtakatifu. Joy, peace, amani. Wewe ni mtu wa amani. Patience. Wewe ni mtu ambaye you are patient. Tunakaa katika kizazi ambacho people are not patient. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Rafiki yangu, Roho Mtakatifu ni wa maana sana katika maisha yetu. Na ni vizuri kukuelezea kwamba Roho Mtakatifu ni vizuri kukuelezea kwamba Roho Mtakatifu ametumwa atusaidie. Ni kwa msaada wetu sisi wenyewe. Ametumwa atusaidie. So tusimpinge Roho Mtakatifu, wacha atusaidie ndio tuwe effective katika dunia. Na itakuwa ni baraka kubwa sana katika jina la Yesu Kristo. Kipindi chetu kina wakati, kuna dakika tu chache 30 ambazo tuko nazo za kuleta neno la Bwana kwetu ama kwako kupitia runinga hii ya Riri TV na Riri FM. Najua umejifundisha mambo mengi. Tutaandamana pamoja naye. Nimekuambia mimi naitwa Joseph MJ, mtumishi wa Bwana ninayehudumu na kanisa la Eternal Life Visionaries Church ambalo liko upande wa Barnabas. Unaweza kunena pamoja nasi, kuna nambari zetu pale, unaweza tutembelea. Mwezi huu tunaongea juu ya Roho Mtakatifu na tukaweze kumuelewa vizuri na jinsi tutakavyoandamana pamoja naye, na najua kwamba itakuwa ni baraka kubwa katika jina la Yesu Kristo. Ningesema ya kwamba ni vizuri tutembelee pale kanisani. Sisi tunapenda watu, tunadhihirisha matunda ya Roho Mtakatifu kwa sababu tunaye, na najua kwamba kila kitu itakuwa sawa katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka niombe nawe, wewe ambaye ni mgonjwa na wewe ambaye haujaokoka, nikuombee na itakuwa ni baraka. Baba, kwa jina la Yesu Kristo namuombea mtazamaji wangu huyu ambaye hahisi vizuri, namuombea baraka zako, ninamuombea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye hakuwa anakujua akakutambue sasa na akakupokea. Asante Bwana, twakupenda, twakuheshimu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. God bless you. Until next time, God bless you in Jesus' name.